Ndani ya ukumbi wa Tiffany Hotel unapatikana ndani ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ikiwa ni leo Agosti 16, 2026 ukiwa unafanyika uchaguzi mkuu wa BAKWATA mkoa wa Mtwara. Na kabla ya uchaguzi kufanyika, viongozi mbalimbali wamepata nafasi ya kuzungumza mawili matatu, na hapa twende tukasikie kitu gani ambacho wanakizungumza na wanakisisitiza katika uchaguzi huu. Uchaguzi kuna kushinda, kuna kushindwa, ijapo kiuhalisia wote wameshinda. Aliyoshindwa ameshinda na aliyeshinda ameshinda. Natanguliza hili, tuingie kwenye uchaguzi tukijua hilo kwamba inawezekana lile ulilokusudia ulilotaraji halikupatikana, hilo likawa kinyume chake. Tuende na mafundisho haya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hiyo kuonesha kwamba ni kweli sisi waumini wa kweli. Kuna haja ya kuingia katika mitandao na ukashifiana, mkawapa faida wahasimu wa Uislamu na wahasimu wa baraza. Baraza linafanya kazi nzuri, kuna watu wanalikosoa, si vibaya, kukosoana ni kitu cha kawaida, lakini kutafutwe njia nzuri za kukosoana, sio kukashifiana. Na hili linakwenda mpaka katika viongozi wetu wa kitaifa. Waislamu tumefundishwa mafundisho mazuri na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuheshimiana, kupendana, na hatimaye kufikia katika lengo lile la kupata amani katika nchi. Ulimi ni kiungo, ukitumia vibaya kinaweza kuwasha moto. Moto mwingi umewaka katika nchi zetu za jirani kwa kutumia ulimi. Kwa hiyo tuchunge sana ndimi zetu. Najua nyinyi viongozi wa dini mnafahamu, lakini kukumbushana ni wajibu. Nataka mkutano mkuu huu wa BAKWATA wa mkoa uchagulie timu ya viongozi iliyo tayari kuijenga jamii yetu katika tabia bora zaidi, iende kwa kasi zaidi. Tunatamani kuona harakati za ujenzi wa misikiti, nyumba za mayatima, madrasa za kisasa. Tunatamani kuona shule za msingi na sekondari zinazoongozwa na dini. Najua hii ni kazi ngumu, lakini mjue kwamba kipimo cha uongozi wenu mtakapomaliza muda wenu wa uongozi hakitakuwa umekaa miaka mingapi katika uongozi, wala hakitakuwa umeshika vyeo gani katika uongozi wako, bali utapimwa kwa matunda yatakayopatikana katika kipindi cha uongozi wako. Wengi mnaweza kuwa na vyeo vikubwa vyenye heshima kubwa kama hivi, lakini vyeo hivi vikikosa matendo bora ya kuijenga dini hii ya Mwenyezi Mungu, itakuwa ni sawa kabisa na kuweka pete ya dhahabu puani kwa nguruwe. Kumbukeni ndugu zangu, pamoja na ugumu huu, lakini punda huwa hasifiwi kwa urembo wake, bali punda anasifiwa kwa ukubwa wa mzigo aliobeba. Na waomba ndugu zangu, tuendelee kuifanya kazi hii mkijua kwamba mkitekeleza vema kazi za maendeleo ya waumini wenu, mtakuwa mmeandika majina yenu katika kitabu cha historia ya maendeleo ya Uislamu mkoani Mtwara kwa wino wa dhahabu usiofutika. Mengi kufahamisha leo hii kuhusiana na uchaguzi huu. Cha msingi, endelea kuwa macho katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, TikTok pamoja na Facebook, lakini pia channel yetu mama ya YouTube inayopatikana kwa anwani ya Chivihi Media, ili usipitwe na habari zetu. Mimi ni Heri Abdalla, mpaka baadaye hapo tutakuletea taarifa zaidi kuhusiana na uchaguzi huu.